Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wetu, tunakukaribisha sana katika masomo yetu haya ya kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu sana Maisha Kamili. Mungu ametujalia afya njema na kibali cha kuendelea kujifunza, yeye mwenyewe akiwa mwalimu wetu. Leo tuna somo zuri, somo la 8 linalosema ukuu wa Kristo katika yote, kwamba Kristo ni kubwa, lakini pamoja na ukubwa wake katika kila kitu. Basi kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee Baba, umetuleta tena siku ya leo tujifunze, tusikie kwako unapotufundisha. Tunaomba usikivu, unapotujalia usikivu, mjalie tena na naye tutazama apate naye haya tunayopata. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amina. Amina. Amen. Ukuu wa Yesu Kristo. Kama ulivyotualika, tuko kwenye somo la 8 ndio katika mfululizo wa masomo yetu ya robo hii ambayo anasema kuunganisha mbingu na dunia, na Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Sasa tuko kwa Kolosai. Yesu anaunganishaje mbingu na nchi? Kuna mbingu kwa ujumla ni tunaweza kusema ni ulimwengu usioonekana. Alafu dunia ni ulimwengu unaoonekana. Sasa ukuu wa Yesu uko hapa kwamba yeye anaunganisha mbingu na nchi kwa kumdhihirisha Mungu asiyeonekana katika ulimwengu unaoonekana. Na kwa kama daraja. Kivipi? Twende Jumapili, twende mfano wa Mungu asionekana. Tuanzie hilo. Eti tukisoma katika Wakolosai, eti Mungu ni mfano wa Yesu ni mfano wa Mungu asionekana. Wakolosai 1:15. So 1:15. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika ni mfano wa Mungu asiyeonekana, alafu mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Ndio nini? Na nini, kwa nini ni muhimu kuelewa hiyo? Ndio nini? Ndio nini hiyo? Mfano wa Mungu asiyeonekana. Nimeanza kudodosa hapa. Lakini twende katika matumizi ya mfano wa Mungu katika Biblia yanavyotajwa. Mwanzoni kabisa, nani aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu? Adamu. Mwanzo 1:26 na 27. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Akamuumba mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo mwanaume na mwanamke ni mfano wa Mungu asionekana. Ni picha ya Mungu. Anasema katika Kolosai 1:15 anasema ni mzaliwa wa kwanza. Haya, Adamu na mkewe ni wana wa Mungu. Ndio. Wa kwanza kuumbwa. Yesu wa kwanza kuumbwa. Ni mzaliwa wa kwanza, tunaweza kusema mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza kwa maana ya kwamba katika jamii za zamani mzaliwa wa kwanza ni mwakilishi wa baba. Yaani anamwakilisha baba kwa familia. Kwa hiyo anamwakilisha katika hekima, anamsikiliza baba. Baba anateta na mtoto wa kwanza. Anampa madaraka. Maana hekima pia inakuja na madaraka, majukumu. Ndio. Kwa hiyo Adamu alikuwa hivyo. Unajua, tukianzia hapo kuelewa, tutaelewa hii lugha ya Yesu, mfano wa Mungu asiyeonekana. Kwa maana ipi? Tunaanzia na mwanzo. Tumeanza na Adamu. Haya, mzaliwa wa kwanza au mfano wa Mungu asiyeonekana ni uwakilishi, nafasi ya uwakilishi.
Kwa nini ni muhimu kuelewa kwamba eti Yesu anachukua nafasi ya Adamu? Kwani kumetokea nini? Adamu hiyo nafasi alipoteza vipi? Baada ya kula tunda. Yaani kukosa utu. Kwani Mungu alikuwa hana matunda mengi? Yaani akaona amenibia. Hebu elezea bwana. Baada ya kuanguka. Baada ya kuanguka vipi? Baada ya shida ni kwamba kufuata masharti au sheria ya Mungu au maelekezo ya Mungu au amri ya Mungu. Hiyo sheria ilikuwa inafunua nini? Sheria ilikuwa inafunua utukufu, ukuu wa Mungu, hekima ya Mungu, mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hakutaka, yeye alitakiwa kumwakilisha Mungu na mapenzi yake na hekima yake na mamlaka yake, lakini akatafuta kujichumia, kujichagulia mema na mabaya. Kwa hiyo akapoteza kuwa mfano wa Mungu, akapoteza kuwakilisha hekima ya Mungu, mfano wa Mungu, akapoteza kumjua Mungu, akatafuta kujijua mwenyewe. Akatafuta kujitambua kama Mungu tofauti na Mungu. Kwa hiyo ule mfano ukaharibika. Kwa hiyo Yesu sasa anachukua nafasi yake. Amezaliwa hapa duniani. Ndio. Alafu ni mfano wa Mungu asionekana. Kwa hiyo unataka uniambie katika mwana wa Mariamu na Yusufu ni mfano wa Mungu asionekana? Mtu ambaye ni mfano wa Mungu asionekana inamaanisha kwamba sisi hatumjui Mungu, ila tukimwona yeye tumemwona Mungu. Ndivyo ilivyo? Ndivyo ilivyo. No, wasiwasi, ngoja tusome Mathayo 11:27. Alafu nikuulize ikoje? Hiyo imeandikwa, hiyo uliyosema imeandikwa ni kweli. 11:27 Mathayo 11:27. 11:27 nasema akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Yaani wewe kama unataka umjue Baba, mwana apende kukufunulia Baba. Huwezi kumjua Baba isipokuwa mwana. Na kama unataka umjue Baba, ni mwana huyu akufunulie. Kwa hiyo umjue mwana. Yesu amerudia maneno kama hayo, anasema Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Unataka ujue Mungu anafanyaje kazi? Akasema mkiona mimi ninaponya mtu siku ya Sabato, Yohana 5:17. Baba yangu anafanya kazi hata sasa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Baba anaponya hata sasa. Na mimi namuona Baba anachokifanya ndicho ninachokifanya. Amen. Unataka ujue kama Mungu anafanya kazi siku ya Sabato? Unataka ujue Mungu anafanya kazi siku ya Sabato? Nataka kujua Mungu anafanya kazi siku ya Sabato. Na ni kazi gani? Swala ni kwamba sio tu kazi gani? Kazi gani? Yeye anafanya kazi ya kuponya. Ana sustain creation. Na Yesu ndiye alikuwa anafanya hivyo. Wakati mahali gani ambapo pengine unaona kabisa hii anachofanya hapa ni Baba naye anafanya. Hapana, huyu ni mfano wa Mungu asionekana. Mifano iko mingi. Hapo Yohana 5:17 ilikuwa ni Yesu ameponya mtu siku ya Sabato. Jitwike godoro lako uende Afrika. Vurugu siku ya Sabato usifanye Baba yangu anafanya na mimi nafanya. Kwa hiyo kumbe kazi hizi zinafanyika. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Baba anafanya. Vitu gani vingine ambavyo vinatuonyesha kumbe Baba ndio yuko hivi? Tunapomwona mwana. Vitu gani alivyofanya? Aliwalisha wenye njaa. Baba anatulisha jua na mwezi, vyote ukarimu wake. Na Yesu Kristo naye alifanya hivyo.
Alilisha vipi? Alilisha nani? Wenye njaa. Wenye njaa. Ndio basi mfano. Watu 5,000. Pengine au umeishia mfano. Nakupa tu ya mwisho sasa. Pengine. Watu wameishiwa, akawapa kinywaji tena kitamu kuliko cha kwanza. Divai. Wana huzuni, anawapa furaha. Kwa hiyo yote hayo tunapoona mwana anafanya, kumbe anafanya kwa mamlaka ya Baba, hekima ya Baba. Kwa hiyo Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Ni Mungu anayejidhihirisha katika mwili. Ni muhimu kiasi gani kuelewa hili? Umuhimu wake ni kubwa, kwamba ili tumjue Baba lazima tumjue Mwana, kwa sababu ni picha, ndio picha ya Baba ambayo tunaweza tukawa nayo. Kwa hiyo Yesu tunayemuona anatufikisha kwa Baba, picha yake. Rafiki yangu, ninaamini ya kwamba utakubaliana na mwenzangu hapa ya kwamba Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana, na kumpokea Kristo ni kumpokea Baba. Kumpokea Baba na kumpokea Kristo. Wakati mwingine tumedhani ya kwamba Baba yuko mbali nasi, Baba haonekani, lakini Baba ameonekana katika Kristo Yesu. Ana huruma, Baba anajali. Kama Baba sio yule mkali ambaye wengine tuliwajua Baba wa namna hiyo. Baba ndita akiingia sebuleni unaingia chumbani. Baba amekuja katika mwana, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana wa pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo, ambaye kwa yeye umejifunua waziwazi katika huruma, katika rehema, katika kusamehe dhambi, katika kulisha wenye njaa, katika kujali wenye matatizo. Wewe ni yeye yule. Na sasa Baba, kwa jina la Yesu, huyu ambaye umejidhihirisha kwake, huyu ambaye kwa jina lake tunaokolewa, tunakuomba ukajifunue kwa mama anayetoa machozi, kwa mtoto anayetafuta ada, kwa kijana anayetafuta hekima. Wewe ndiwe uliyefanyika mwili katika Kristo Yesu. Hivyo Baba, naomba ukajidhihirishe katika mwili, katika mazingira ya mtoto wako anapokuita hata sasa. Ponya magonjwa, futa machozi, onyesha njia, shike mkono, mwongoze katika njia, kama ambavyo katika Kristo Yesu tumeona yote hayo umeyafanya sasa na hata milele. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. 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 Ndugu mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo siku ya kesho, siku ya Jumatatu, tuna somo tena zuri linalosema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Karibu sana. Unatupata kutoka Temboni, Dar es Salaam. Mimi ni Geoffrey Omondi na mimi ni Kalindile. Karibu siku ya kesho. Amen.